Mnapokuwa mnajadiliana mambo haya ya msingi ya kujenga taasisi, wizara na nchi, kila mmoja lazima aweke mawazo yake na akili yake yote katika hoja na agenda mtakazokuwa mkizijadili. Agenda zingine ni muhimu sana, very sensitive, unapojadili mipango ya maendeleo ya sekta ya ujenzi katika taasisi yenu na nchi yenu. Wizara ihakikishie tu itakuwa na nyinyi pamoja wakati wote. Katika chochote mtakachokipanga, tutakuwa pamoja kuhakikisha kwamba NCC kama taasisi iliyo muhimu sana katika nchi yetu inasimama kwa miguu yake, inafanya kazi zake kwa weledi na inakuwa ni taasisi moja bora sana kuwahi kutokea katika taifa letu la Tanzania. Mwenyekiti wangu wa baraza na wafanyakazi wenzangu, niwaombe tu mambo makubwa manne myazingatie katika utendaji wenu wa kila siku. Kwanza, muhakikishe siku zote katika utumishi wenu NCC kutoshiriki kabisa na kuwa na mawazo wa kuwa na migongano ya maslahi katika yale mnayoyafanya katika majukumu yenu. Tekelezeni kwa weledi, lakini siku zote msijishirikishe na vitu vyovyote ambavyo ndanimo na maslahi binafsi. Lakini jambo la pili, muimarishe sana ushirikiano miongoni mwenu. Mpendane ninyi kwa ninyi, mshirikiane ninyi kwa ninyi, mthaminiane ninyi kwa ninyi, msaidiane ninyi kwa ninyi. Naomba mkumbuke, katika utumishi wa umma mafanikio makubwa yanapatikana pale ambapo ninyi mlio watumishi kwenye eneo lenu mnapendana, mnashirikiana, mnasaidiana, mnafanya kazi kwa weledi pamoja. Jambo la tatu, ni waombe sana katika utumishi wenu wa NCC muwe na uwezo wa kushiriki kikamilifu katika kupanga mipango ya maendeleo na tija kwa taasisi yenu. Kwa vyovyote vile, jihadharini na kuzua migogoro. Katika upangaji wenu wa mipango ya maendeleo, mjitahidi kubuni mambo mapya yenye tija kwa taasisi yenu. Jambo la nne, muepushe migogoro katika taasisi yenu. Migogoro kama nilivyokwisha kutangulia kusema awali, ndio chimbuko la ufanisi wa kimaendeleo katika taasisi, wizara ama sehemu yoyote mahala pa kazi. Mjiepushe na migogoro. Jambo lolote lenye dukuduku lilo ninalo, toa liseme, lakini liseme kwa hekima, kwa adabu na kwa uvumilivu. Kila unayemwambia wewe ni kiongozi wako juu ya jambo linalokukera, mwambie kwa kuheshimu majukumu yake pia, lakini kuheshimu utu wake. Mimi naamini mkifanya hivyo, mtaifanya taasisi hii kuwa muhimu sana na kubwa sana katika wizara yetu na nchi yetu. Kikao hiki ni muhimu sana cha mabaraza yetu haya wafanyakazi na baraza lenu la wafanyakazi. Ni muhimu sana. Kitawafikisha pakubwa kama mtaendelea kuthamini vikao hivi, lakini kiongozi na management mtatoa fursa kwa watu wenu kutoa mawazo yao. Baraza la Taifa la Ujenzi lilikusudia kutekeleza yafuatayo katika mwaka huu wa fedha. Moja ni kuandaa building codes na viwango msawazo vya majengo ya serikali. Mbili ni kuandaa miongozo ya mabadiliko ya gharama. Haya yamegawanyika katika maeneo mawili. Hii inaitwa resource price indices na price fluctuation indices. Hii ya resource ni ile mabadiliko ya bei za vifaa, ajira na mitambo ya ujenzi, na hii ya fluctuation ni ile mabadiliko ya fedha ya gharama ya mradi. Lakini pia tulipanga kutoa mafunzo kwa wadau wa sekta ya ujenzi, kuratibu usuluhishi wa migogoro inayotokea katika miradi ya ujenzi, kutoa ushauri wa kitaalamu kwa wadau wa sekta ya ujenzi, lakini pia kuendelea na ujenzi wa ofisi za NCC jijini Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kukutaarifu kwamba kazi hizi zote zimetekelezwa kwa mafanikio.